CCM oye! Mabalozi oye! Wajumbe wa mabalozi oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Hao wasaidizi wangu wameniwekea maiki hii na kidudu cha njano. Sasa hii ya njano maana yake hatuchezi. Na sisi CCM hatujazoea kugoma. Kweli si kweli? CCM oye! Hatuchezi oye! Hilo sirudi tena, maana naona katibu amekasirika. Waheshimiwa mabalozi na wajumbe wa kamati za mabalozi, leo ni siku maalum. Siku maalum kwa sababu katika historia ya jimbo letu la Songea mjini haijawahi kutokea kitu kama hiki. Tumekuwa tukikutana na mabalozi. Mimi nina historia, nimeshakutana na mabalozi mara 3. Mara ya kwanza nimeshakutana mara 4. Mara ya kwanza uwanja wa Majimaji. Mara ya pili Open University. Mara ya 3 Songea Girls. Mara ya 4 Songea Girls. Na ile mara ya 4 tukapeana na sare. Lakini kukutana na wajumbe wa shina pamoja na mabalozi, hii ni mara ya kwanza. Kwa hiyo ni siku ya kihistoria kweli kweli. Nilikwenda mimi, mbunge wenu ambaye pia ni waziri wa katiba na sheria, nilikwenda kwa Mama Samia, rais wetu, nikamweleza umuhimu wa mabalozi na wajumbe wao, na kwamba ni lazima wapate elimu hii na wapate na kaposho kidogo. Mama ni mama. Akasema, Damas, nilipokwenda Songea nilipokelewa vizuri sana. Nikamwambia waliokupokea ndio hawa sasa. Akasema, Damas, na kuamini wewe waziri wangu, nitakupa fedha ukafanye semina hiyo. Kwa hiyo tumshukuru mama, Mheshimiwa Rais, kwa kutuwezesha kuyafanya haya yanayoendelea sasa. Lakini nishukuruni na mimi mbunge wenu ambaye nilikwenda kupiga magoti na kuomba. Jamani, kwenda mbele ya rais si jambo dogo. Lakini mimi mbunge wenu nilipata ushujaa huo. Nikapata ujasiri, nikaenda kwa rais, nikapiga magoti, nikaomba. Leo yanatokea hapa. Hongereni sana. Lakini leo ni siku muhimu sana pia. Watu mliokutanika hapa mpaka najiuliza niseme nini. Nikiangalia hapa Mji Mwema, yaani hawa ndio wazazi. Mtoto ni mtoto kwa mama akui. Sasa unawaambia nini wazazi wako? Mtihani mkubwa au mnanipa? Lakini nikiangalia hapa Lisaboni,
Mimi nimekulia pale Lisaboni Mfenesini. Tulikuwa tunakwenda kucheza disco pale Foroma. Tulikuwa tunakwenda kuangalia video pale Foroma. Tulikuwa tunakwenda pale klabuni kuangalia chomanga kila Jumapili. Huku tukiangalia wachumba kwenye ngoma ile ya chomanga. Sasa leo nawaambia nini hawa? Kule kuna Mwenge Mshindo. Mwenge Mshindo kule ni nyumbani kwa babangu mdogo mzee Luena. Na huwa naenda kule mara kwa mara. Sasa nafanyaje hapa leo? Hapa kuna ndugu zangu wa Misufini. Mimi niliishi Mfaranyaki karibu na Misufini pale. Na nina jambo na wao Misufini. Niwapeni siri, mwezi wa 5 huu mkataba wa ujenzi wa soko tunakuja kusaini Misufini. Mwezi huu wa 5 hauishi. Lakini hapa kuna Matalawe. Matalawe huku kuna wazee wangu ambao wamenilea. Moja kati ya wazee ni Mama Kapinga. Hebu Mama Kapinga njoo bwana. La mgambo limelia, kivyo vyote kuna jambo. Mwananchi sogea karibu, tena utege sikio, tumwage sifa za mbunge wetu Bwana. La mgambo limelia, kivyo vyote kuna jambo. Mwananchi sogea karibu, tena utege sikio, tumwage sifa za mbunge wetu CCM oye! Mama Kapinga oye! Sasa wote tuliomo humu ndani, mkitaka kunijua mimi vizuri, muulizeni Mama Kapinga. Huyu ananijua mimi toka siku niliozaliwa hospitali. Amenilea. Familia zetu zilikuwa zinakaa pamoja. Alikuwa rafiki mkubwa wa mama yangu, na mume wake marehemu alikuwa rafiki mkubwa wa marehemu babangu mimi. Amenilea huyu toka nina siku moja mpaka hivi leo. Kwa hiyo mkitaka habari zangu mimi, basi muulizeni Mama Kapinga. Mama Kapinga, wasalimia dakika moja tu. Tawawoni mujumu kanile kamwene. Naona hizi salamu 3 zinatosha. Naitwa Antonia Rafael Kapinga, jina lingine sipendeki. Jina lile lingine lile in bracket sipendeki, kwa sababu sitaki unafiki na mtu. Hilo tu mjue, Matarawa ananijua. Sitaki unafiki, kujipendekeza kwa uongo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mwenzenu nilizaa, niliyemzaa ndio huyo Damas. Kwa hivi pamoja na kwamba nimezeeka, pamoja kwamba miguu haiendi sawa sawa, lakini huyu ni mwanangu. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Kwava lelo twetu nkwave Damase. Asante. Mimi
CCM oye! Sasa mnaona ugumu ambao mmenipa leo. Hizi kata zote 5 zinanihusu kweli kweli, mpaka najiuliza niseme nini, lakini mniruhusu niseme machache. La kwanza ni umuhimu wa semina hii. CCM oye! Mama Kapinga oye! Sipendeki oye! Semina hii ni muhimu. Ni muhimu kwa kuwa sisi ni viongozi. Kiongozi unaongoza watu, lazima uwe na ujuzi na uelewa kuongoza watu. Semina hii inatupatia ujuzi wa kuweza kuongoza watu. Imekuwa bahati tumeipata sisi Wanasongea mjini, lakini sio bahati kama mnavyodhani. Inatokana na kazi nzuri ambayo mliifanya huko nyuma. Ukiona umeanguka hapa, ujue umejikwaa hatua moja nyuma. Si kweli jamani? Ukipanda bangi unavuna bangi, ukipanda mchicha unavuna mchicha. Mwaka 2020 hamkupanda bangi, mlipanda mazao mazuri, ndo haya mnayavuna leo. Yes! Mlichagua mbunge ambaye ameonekana kule taifani amepewa uwaziri. Kwa hiyo uwaziri huo ni wa kwenu nyinyi, na leo uwaziri umeuarudia nyinyi, ndio maana mmepata semina hii. Uwaziri ni sawasawa na ushenga, ubunge ni sawasawa na ushenga. Unapomtafuta mshenga anakuwa na sifa mbili. Sifa ya kwanza, anakubalika kwenye familia ile ambayo inataka kuposa. Si kweli jamani? Mnakaa mnasema hapa Damasi tunamkubali, anayejua familia yetu na sisi tunamjua, tunaweza tukamtuma akapeleka posa. Kwa sababu sio kila mshenga anaweza akapeleka posa, wengine watakula. Na wengine wakifika kule akaona binti mwenyewe anaenda kuolewa mzuri, anasema bwana mwenyewe ndo mimi. Kumbe wewe kaka tumekutuma kama mshenga tu. Sasa sifa ya pili ya mshenga, lazima kule familia anakokwenda akubalike na familia ile. Hivi unamtuma mshenga ambaye ndo aligombana na ile familia mnayokwenda kuposa, mtapata mke? Sasa ubunge ni kama ushenga. Lazima mbunge akubalike hapa jimboni kwanza, na akubalike na nyinyi. Lakini la pili ambalo watu wengi walioni na saa nyingine wanashindwa kulipima, mbunge lazima akubalike taifani. Mnampeleka mbunge, wabunge wenzake wanamkubali, serikali inamkubali, rais anamkubali, mamlaka nyingine zinamkubali, anapata na uteuzi kuwa naibu waziri au waziri. Mnasema hapa tulichagua mbunge. Manake mmeshapata mbunge amekuwa waziri, alafu nasema huyu bwana hafai kabisa bwana. Ukiuliza kwa nini hafai, anasema akipita hapa na gari lake lile ashushi vioo. Ashushi vioo bwana. Sasa lile gari lina AC, wewe ashushe vioo, vumbi liingia, afu wewe ndio ufurahi. Sasa akishusha vioo, vumbi likiingia, wewe unapata nini?
Na mpimeni mbunge anafanya nini kule mliko mtuma. Kwa mimi Songea mjini hapa hata sitaki kusema, kwa sababu yote ya maendeleo nyinyi mnayajua zaidi. Kila kata hapa inajua zaidi, moja baada ya nyingine tunajua zaidi. Wamunge Mshindo tulikuwa kule juzi, si tumeyasema jamani? Na sababu ya kurudia, Misufini tunamwambia tuna saini mwezi huu, na barabara za lami si mnaziona? Lisaboni ile lami si tumeiona kutoka kituo cha afya Mji Mwema? Sasa kuna nyingine inaelekea barabara ya London kilomita 1. Iko poa sana. Matalawe si kumekuwa mjini saizi, tunafikiria kuweka taa, si kweli jamani? Mji Mwema zamani kulikuwa na lami, sasa hivi kuna lami na kuna nyingine tunajenga kuelekea Mkuzo, sio? Vituo vya afya vimeongezeka, chuo kikuu kinajengwa, tumezindua jana kule, uwanja wa ndege unafanya kazi, hospitali tunazo 3 sasa, fidia tumeshalipa, upanuzi wa barabara ya kwenda Makambako wameshalipwa fidia, EPZDA Mwenge Mshindo kumekamilika. Hizo ndo kazi za mbunge anaenda kupambania kule juu. Lakini mbunge wenu akiwa waziri, uwaziri huu ni wa kwenu nyinyi, na ndio maana fursa hizi za kiwaziri zinakuja. Ndio maana semina hii mmeona kwenye majimbo mengine, kwa sababu mlichagua waziri. Ninyi mliona mnachagua mbunge, kumbe mlichagua waziri. Na faida za uwaziri ndio hizi. Kuna watu wanapita mtaani wanasema uwaziri huu si wa Damas bwana, si tunanufaika nini? Waambieni manufaa ya uwaziri ndo haya leo. Najua mmeelezwa kuhusiana na uchaguzi. Niruhusu niongeze jambo dogo kwenye eneo hilo. Chama cha Mapinduzi, na mfano mzuri hapa Songea mjini, chini ya uongozi wa Comrade James Mgego, tumetekeleza ilani ya CCM kwa zaidi ya 100%. Tulioahidi yote tumetekeleza, tumeweka na ziada. Kwa sababu ya kazi hiyo nzuri, wenzetu vyama vya upinzani vimechungulia vinasema hatuchezi, kwamba Oktoba sisi hatuchezi. Ila sasa hawaongei Kiswahili hicho, wao wanakuja na Kiingereza, wanasema no reform no election. Yaani wanaongea Kiingereza ili kutuvuruga sisi akili tusiwaelewe. Alafu aliwahi kusema Mwalimu Nyerere, jambo la kipuuzi likiongewa kwa Kiingereza linaonekana la maana sana. Sasa hawa wanaongea jambo la kipuuzi kwa Kiingereza ili sisi tulione la maana, alafu tuliamini. Mimi leo naomba niwaeleze walichokisema kile kwa Kiswahili. Wanasema hivi: bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndio maana yake. Kile Kiingereza ni uongo tu, lakini kwa Kiswahili maana yake bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa nataka niongelee mabadiliko kwenye sekta ya sheria za uchaguzi. Na hapa sasa mimi mbunge wenu ninaweka ubunge pembeni kidogo, naongea kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria. Historia ya uchaguzi katika nchi hii tunaanzia mwaka 1958-59. Wakati ule tulikuwa na Tanganyika Legislative Council au tunaita Legico.
vyama vilikuwa vyama vingi kipindi kile. Uchaguzi uliendeshwa kwa misingi ya ubaguzi wa rangi, yaani chama kimoja kinakuwa na mgombea Mwafrika, chama hicho hicho kinakuwa na mgombea mwingine Muhindi, chama hicho hicho kinakuwa na mgombea mwingine mzungu. Huyu Mwafrika anashindana na Waafrika wenzake, Muhindi anashindana na Wahindi wenzake, mzungu anashindana na wazungu wenzake. Ndio uchaguzi wa mwaka 1958-59 ulifanyika hivyo. Baada ya uhuru TANU na serikali yake na Mwalimu Nyerere wakafanya mabadiliko, wakasema tumepata uhuru sasa, hakuna tena uchaguzi kwa misingi ya ubaguzi wa rangi. Kila chama kitasimamisha mgombea mmoja basi, sio kwa misingi ya rangi yake. Niwaulize, hayo yalikuwa mabadiliko sio mabadiliko? Mabadiliko hayo. Mwaka 65 tukaondoa vyama vingi, tukaweka chama kimoja, na katika uchaguzi wa chama kimoja kwenye nafasi ya rais anakuwa mgombea mmoja. Nyinyi kwenye kupiga kura mnasema ndio au hapana. Kwenye wabunge chama kinaleta wabunge wawili, mnachagua mmoja kati ya wawili. Jamani, hayo yalikuwa ni mabadiliko si mabadiliko? Tumekwenda na mfumo ule mpaka mwaka 92 tulipoingiza vyama vingi. Tukasema upande wa rais hata simama peke yake tena, tukaseme ndio au hapana. Kila chama kitakuwa na haki ya kuleta mgombea urais. Kwa upande wa wabunge hatutakwenda wawili tena, kila chama kitaleta mgombea. Tuna vyama 19, kwa hiyo tunaweza tukawa na wagombea urais 19, tunaweza kuwa na wagombea ubunge 19. Ndugu zangu, hayo ni mabadiliko si mabadiliko? Mabadiliko makubwa tumeyafanya mwaka jana mwezi wa pili mwaka 2024 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wabunge wenu mmetutuma Dodoma, na mimi waziri wa Katiba na Sheria nilikuwa mstari wa mbele kwenye hilo. Tumefanya mabadiliko yafuatayo. Ninaomba wale wenye kalamu na karatasi wayaandike, wale wenye simu wanaweza kaandika kwenye simu yao, ili sisi kama viongozi tukayaseme huko mitaani tunakoambiwa kwamba hakuna mabadiliko. Badiliko la kwanza tuliofanya kuanzia mwaka jana, achilia mbali yale ya kihistoria, kuanzia mwaka jana uongozi wa Samia chini ya R4 tumefuta sheria ya uchaguzi wa taifa ya mwaka 1985. Hiyo ndio sheria ambayo ilikuwa inasimamia uchaguzi na ililalamikiwa na wenzetu wapinzani. Tumeifuta kwa maombi yao. Tumefuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979 ambayo nayo ililalamikiwa na wapinzani. Hizi sheria mbili tumezifuta kabisa, tumezifinyanga, tumezichoma moto, tumetupa majivu huko. Tumeenda badiliko la tatu hilo, tumekwenda kutunga sheria mpya ya uchaguzi, inaitwa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024. Mimi mbunge wenu nilishiriki kweli, na tumetunga hiyo sheria kwa maombi ya wapinzani, vyama vya upinzani. Sheria hii ndio inakwenda kusimama baada ya zile sheria mbili tulizozifuta. Tumetunga sheria nyingine inaitwa sheria ya tume huru ya uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, yani mwaka jana tu, Februari tu mwaka jana.
Na kwa mara ya kwanza sasa Tume Huru ya Uchaguzi inaundwa kwa sheria yake ili kuonyesha ule uhuru ambao tunausema na unatamkwa kwenye sheria hiyo. Hiyo ni badiliko la 4 hilo. Sheria hizi mbili zimetuongezea mabadiliko mengi sana. Badiliko la 5, ukisoma sheria zote hizi mbili, zimeondoa wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Sasa hivi sheria inasema msimamizi wa uchaguzi atakuwa ni afisa mwandamizi atakayeteuliwa na tume ya uchaguzi, sio mkurugenzi tena. Na hili lilikuwa ni ombi kubwa mno la wenzetu wapinzani. Mliwasikia wakisema hatutaki wakurugenzi wasimamie uchaguzi. Wakaenda mpaka mahakamani kufungua kesi juu ya hilo. Serikali ya Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya 6 imewaambia mlichokiomba, mmetaka mabadiliko, wakurugenzi wasisimamie uchaguzi, tunawapeni. Na tunawapa kwa kupitia bunge kwa sheria kabisa, ili isibadilike tena. Badiliko la 6, hivi sasa ukitaka kuwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi lazima uandike barua ya maombi kwa tume ya uchaguzi, na tume ya uchaguzi itafanya interview, usaili wa kila aliyoomba kuona kama anafaa. Huku nyuma haikuwahi kufanyika hivyo. Hilo ni badiliko la 6 ambalo wapinzani walilitaka na sisi tumewapa. Badiliko la 7 inaongelea sifa za nani ataweza kuwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Humu ndani wote, humu ndani sisi wote hatuna sifa hizo, labda hawa wa maafisa wa serikali hao. Ukiwa kiongozi wa chama chochote cha kisiasa katika ngazi yoyote ile, hauna sifa ya kuwa msimamizi msaidizi. Hata kama ulikuwa kiongozi miaka 5 iliyopita, sasa hivi umeacha, bado hauna sifa ya kuwa msimamizi msaidizi. Hata kama wewe ni mwanachama tu, hauna sifa ya kuwa msimamizi msaidizi. Jamani, mnaona mabadiliko haya? Badiliko la 7 hilo mmeliona? Badiliko la 8, wale watakayeshinda interview hiyo, majina yao yatabandikwa ukutani baada ya kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Gazeti la serikali kwa Kingoni tunasema government notice au GN. Yatabandikwa ukutani ili kama kuna mtu ana pingamizi juu ya huyo msimamizi msaidizi akaliweke. Na haya ndio yalikuwa maombi ya wapinzani. Wamepewa walichokitaka. Badiliko la 8, wafungwa wenye kifungo chini ya miezi 6 wanaandikishwa kuwa wapiga kura, na uandikishaji huu unaenda kufanyika huko gerezani. Na hili pia lilikuwa ni ombi la wapinzani, wakitaka wafungwa wahusishwe nao. Badiliko la 10, kutakuwa na vituo vya kupigia kura. Vituo vya kupigia kura magerezani. Badiliko la 10 hilo. Na ilikuwa ni maombi ya wapinzani.
Badiliko la 11, linakuja kuunda kamati ya usaili ya kitaifa ya tume ya uchaguzi. Kamati ya usaili ya kitaifa ya tume ya uchaguzi, ambao wajumbe wake ni Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki Binadamu na Utawala Bora, na mjumbe mwingine mmoja atakayeteuliwa na hawa. Kwa nini kimeundwa chombo hiki? Njia ya kupata viongozi wa kitaifa wa tume ambao wako huru kabisa ziko 3 tu. Njia ya kwanza ni rais ateue tu kutoka kokote kule, na ndio mfumo ambao tunao sasa, mfumo ambao wapinzani wameukataa, wameomba ubadilishwe, na sisi tumekubaliana nao, tumesema ewala tunabadilisha. Njia ya pili ya kupata chombo huru kama hicho, kiteuliwe na bunge. Sasa hili ni swala la uchaguzi. Wewe fikiria wabunge wakae pale wachague tume huru ya uchaguzi, wabunge wenyewe ndio wagombea, si wanaenda kuchagua marefari wao? Tukasema huku bungeni kwa swala la uchaguzi hatuwezi kuwapa mamlaka hayo. Tutakuwa kesi ya Ngedele tunapeleka kwa Nyani. Nyani akimwangalia Ngedele anasema huyu anafanana na mimi huyu, inawezekana ni binamu yangu huyu. Ndio maana ikaundwa hiyo kamati ambayo mkiangalia ni kamati huru. Hivi kuna mtu ana wasiwasi na uhuru wa Mheshimiwa Jaji Mkuu na yule Jaji Mkuu wa Zanzibar au hii Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora? Sasa hawa ndio wanatupa mabadiliko ya 12, kwamba sasa mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Taifa, makamu mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi wa Taifa, wajumbe wale makamishina wa Tume ya Uchaguzi ya Taifa, pamoja na mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi watapatikana kwa kufanyiwa usaili na kamati hii. Wakishafanyiwa usaili, kamati itaandaa majina 3 yenye sifa, kwamba akiteuliwa yote kati ya hawa sifa anazo, ndipo atapeleka majina hayo kwa rais. Sasa ndugu zangu, nimewaambia hapa mabadiliko 12 ambayo tumeyafanya kuanzia mwaka jana mwezi wa 2 kwenye sheria zile 2. Kwa mabadiliko haya anatokea mtu anasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hivi tunamuelewa huyo kweli? Tunamuelewa? Lengo lao sio mabadiliko. Mabadiliko ndo haya tumeyaona na nimewaambia hapa, na mkisoma zile sheria 2 mabadiliko haya mtayaona. Lengo lao ni kuivuruga nchi, kuvuruga amani, Tanzania isitawalike. Sasa tunawajua, nchi kivurugika, wale wanapanda ndege wanakwenda Ubelgiji, si tunajua hilo jamani? Wenzenu wana nyumba huko Ulaya, wanapanda ndege wanakwenda Canada, si tunawajua? Sisi tutakwenda wapi? Tusikubaliane nao, tuambie mabadiliko yamefanyika, ndo haya tunayowaambia. Lakini lengo lao wanataka nchi iongozwe kinyume cha katiba. Bahati nzuri wataalamu wamekuja na katiba hapa leo. Hii ndio katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ndio imesema chama kitakachoshinda uchaguzi kitakaa madarakani miaka 5. Si ndio hivyo jamani? Kila baada ya miaka 5 si uchaguzi?
Ukikaa zaidi ya miaka 5, manake umevunja katiba hii. Wanaposema hakuna uchaguzi, yani tusipofanya uchaguzi mwaka huu kama wanavyosema wao, maana yake ikifika mwishoni mwa Oktoba, Dr. Samia, Dr. Mwinyi, mawaziri wao na wabunge wote na madiwani hawana uhalali wa kikatiba kuendelea kuwa madarakani. Na kwa hivyo watakuwa wanakiuka katiba. Na unachokitaka kifika wakati huo waanze kusema kwamba CCM na serikali yao ni madikteta, hawataki kutoka madarakani. Watatugeuka ikifika Oktoba. Ili tusivunje katiba, lazima tufanye uchaguzi. Na mimi waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, nimepewa kuisimamia hii katiba, yani ndo kazi yangu. Aweso waziri wa maji anasimamia maji. Mheshimiwa Doto Biteko anasimamia nishati ya umeme. Anthony Mavunde anasimamia madini. Mwigulu Nchemba anasimamia fedha. Mchengero anasimamia masuala ya TAMISEMI. Jenista anasimamia afya. Mimi nasimamia katiba, ndo kazi yangu. Sitaruhusu kuona katiba inasiginwa. Sitaruhusu kuona katiba inavunjwa. Niwaombe viongozi wenzangu, tusikubali kuona katiba inavunjwa. Kutokufanya uchaguzi ni kuvunja katiba. Labda kama nchi ingekuwa kwenye vita, na sisi hatuna vita. Lakini kingine, swala la kupiga kura lina sura mbili. Swala la uchaguzi lina sura mbili. Moja, swala la kugombea. Ukitaka kugombea hizi nafasi za kiserikali ambazo kwa nchi yetu ziko 4 tu: mwenyekiti wa serikali ya mtaa, diwani, mbunge na rais. Ukitaka kugombea lazima upitie kwenye chama cha siasa. Lazima chama cha siasa ndicho kikudhamini. Hiyo ni mfumo wa party politics. Sasa endapo chama akitaki kugombea, kushiriki uchaguzi, hiyo ni ajenda yao ya ndani, hawapaswi kututangazia sisi. Wakae tu mkutano wa ndani waseme bwana, safari hii sisi hatupeleki mgombea. Si inatosha? Mpaka watutangazie sisi? Mpaka wafanye maandamano barabarani? Wanataka kuandamana kwa ajili ya nani? Mambo ya chama chao wayamalize ndani ya chama chao. Lakini swala la pili ni swala la kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya mwananchi, sio haki ya chama cha siasa. Ndio maana kwenye mafunzo hapa mmeambiwa tuna kazi ya kuwashawishi wananchi wakapige kura. Si mmefundishwa hilo? Kwa sababu ni haki ya yule mwananchi, atakiwi kushurutishwa, anatakiwa kushawishiwa. Sasa wenzetu wanataka wananchi wasipige kura. Wanasema kitanuka, tugomee uchaguzi. Ibara ya 5, ibara ndogo ya katiba hii inasema kila Mtanzania mwenye umri wa miaka 18 na zaidi ambaye ni raia ana haki ya kupiga kura. Kwa hiyo kumbe ni haki. Sasa hawa wanapotaka kuzuia watu wasishiriki uchaguzi, wanataka kuwanyima watu haki zao, jambo ambalo si sahihi. Lakini ibara ya 5, ibara ndogo ya 2 imetoa sababu ni kwa nini mtu asishiriki kupiga kura. Kwa nini mtu asipate haki yake ile ya kupiga kura? Na imeongelea sababu 4 tu, naomba niwaambie.
Sababu ya kwanza, endapo wewe sio raia wa Tanzania. Sisi humu wote si raia jamani, kwa hiyo tuna haki ya kupiga kura. Hiyo sababu ya kwanza haituhusu. Sababu ya pili, endapo wewe mtu ni mwenda wazimu, una ugonjwa wa akili, Waswahili wanasema chizi. Sasa niulize, humu ndani kuna mwenda wazimu? Wakituambia tusiende kupiga kura, maana anatuambia sisi ni wenda wazimu. Sisi tuambie sisi sio wenda wazimu, tuna haki ya kwenda kupiga kura. Sababu ya tatu, uwe umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ya jinai. Yaani kiufupi uwe mhalifu. Humu ndani kuna wahalifu, manake tuna haki ya kwenda kupiga kura. Sababu ya nne na ya mwisho, uwe umekosa kitambulisho cha umri, cha uraia au cha mpiga kura, kimoja kati ya hivyo. Sisi humu wote tuna vitambulisho. Katiba hiyo inaendelea kusema, mbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yoyote itakayemzuia mtu kupata haki yake ya kupiga kura. Wanaposema no reform no election, maana yake tunapingana na ibara ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka tukiuke katiba kwa mara nyingine tena. Wanataka tukiuke katiba kwa kutunyima haki yetu ya kupiga kura. Wanataka tukiuke katiba kwa kuifanya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6, serikali ya Chama cha Mapinduzi, iendelee kukaa madarakani baada ya Oktoba pasipo uchaguzi, kinyume cha katiba. Jambo hilo kwenye nchi yoyote yenye ustaarabu haliwezekani. Katika nchi iliyostaarabika, ukitaka kufanya uchaguzi, kufanya mabadiliko ya sheria, kuna njia mbili. Unakwenda mahakamani, na walikwenda mahakamani kusema wakurugenzi hatuwataki. Na nilisahau ile mabadiliko mengine ya mgombea huu kupita bila kupingwa. Hilo ni badiliko la 13, nilisahau. Kupita bila kupingwa, sasa hivi imeondolewa. Sasa hata ukibakia peke yako, hakuna wapinzani, naenda kupigiwa kule ya ndio au hapana, badiliko la 13 hilo. Nalo walikwenda mahakamani kupinga hilo. Njia ya pili ni kwenda bungeni na kufanya mabadiliko ya sheria kama tulivyofanya mwaka jana. Sio maandamano, sio propaganda za uongo. Tumelisema hilo viongozi wenzangu, tukiamini kwamba sisi viongozi wa sisi tukilielewa hilo, wanachama wetu watalielewa na wananchi tunaowaongoza watalielewa, na nchi yetu itakuwa salama zaidi. CCM oye! CCM oye! Mji Mwema oye! Matalawe oye! Misufini oye! Lisaboni oye! Mwenge Mshindo oye! Sisi wote oye! Jambo la mwisho, kwa sababu muda sio rafiki, tarehe 11 ya mwezi wa 5, yaani kesho kutwa Jumapili, tuna timu yetu inaitwa Songea United. Imekuwa timu maarufu sana, hasa baada ya kucheza na Yanga kule jijini Dar es Salaam, na Yanga kwa kupewa goli la mchongo. Si mliona jamani? Ile mechi si mliona? Ule mpira si ulitoka nje? Lakini bado likawa goli. Yes! Sasa ile timu ya Songea United ina mechi yake ya mwisho katika msimu huu kwenye uwanja wa Majimaji. Mechi hiyo inachezwa Jumapili tarehe 11. Inachezwa dhidi ya timu inaitwa Cosmopolitan ya kutoka Dar es Salaam.
Kwa wale watu wazima kama mimi, nakumbuka hii timu inaitwa Cosmo. Ile Cosmo ya Dar es Salaam ile ambaye imewahi kuwa bingwa wa nchi hii ikizifunga Simba na Yanga, ndio inashuka hapa Jumapili. Mechi itaanza saa 10 jioni. Lakini sisi tuna shughuli kuanzia saa 7 mchana. Wasanii wote wa Songea watakuwepo kutumbuiza kuanzia saa 7 mchana. Lizombe itakuwepo pale kupiga. Madogoli yatakuwepo pale akipiga. Coins Band wanamjumema, si mnaijua? Ile anamchunga. Ameimba ule wimbo wawili mchezo unanoga. Hatari. Sasa watakuwepo pale. Na ule wimbo wawili mchezo unanoga utaimbwa live. Hakikisha na wewe unakuja wawili. Kwa sababu utakosa wa kucheza naye pale. Yes! Lakini tuna msanii mmoja maarufu kutoka Dar es Salaam. Nimseme nisimseme? Anaitwa Dula Makabila. Naye ndani ya nyumba kuanzia saa 7 mchana. Tunaanza saa 7, ikifika saa 10 mechi inachezwa. Tutakuwa na masaa 3 ya kuselebuka, kuishangilia timu yetu kwa kumaliza msimu wa ligi. Sasa kuna habari nzuri zaidi, sijui niseme. Mimi mbunge wenu nimenunua tiketi zote. Kwa hiyo maana yake mtaingia bure kwa kuwa mimi nimenunua tiketi zote. Wewe ni nauli yako tu ya kukufikisha uwanjani. Uje waone wale wachezaji waliotoa kamasi timu ile ya Katibu. Katibu utanisamea kidogo, usinipeleke maadili. Tuje tuiunge mkono timu yetu, tuishangilie, tuipe support ili tuanze vizuri kwenye msimu ujao. CCM oye! Iko poa sana. Waheshimiwa mabalozi pamoja na waheshimiwa wajumbe, Mheshimiwa Katibu na viongozi kutoka wizarani, pia Katibu wa Mbunge Alhaji Juma Mpeli yuko hapa, niwashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwasalimia, na naomba niseme sasa semina hii imefunguliwa rasmi. Asante sana. CCM oye! Hebu tupige makofi mengi kama alivyotuelekeza mwenezi kwa mbunge wetu. 1 2 3. Tena. Basi tumwagie maua yake. Asante sana Mheshimiwa mbunge na waziri kwa hotuba nzuri yenye kufariji, yenye kutia moyo na yenye kutupa dira nani cha kufanya hivi karibuni tutakapoingia kwenye uchaguzi. Tumpigie makofi mengi tena. Sasa ndugu viongozi, wakimalizia mafunzo haya wakufunzi wetu, tutaomba mumruhusu Mheshimiwa mbunge na waziri aende eneo lingine kukutana na wenzetu. Lakini niseme neno moja, mabalozi tunawategemea sana. Lakini huko tuna zoezi la kugawa kadi za kisasa. Simeziona huko? Wapo mmeshachukua kadi zenu, wengine bado. Zile kadi Mama Samia amezitoa bure kabisa, kadi nzuri. Sasa ni wewe tu kwenda kuchukua hizo kadi, uende na kitambulisho chako wewe, lakini pia waambie na wanachama ambao hawajachukua kadi zao wakazichukue kwa ofisi za makatibu wa matawi. Kadi hizo ni bure, mkazichukue ili upate kadi yako ya kisasa ambayo Mama Samia amekulipia kila kitu. Na mliochukua wameviona vikadi vizuri kabisa. Hata kama ulipata gari ya mwanzo, hii kachukue tena. CCM oye! Mheshimiwa waziri tunakushukuru. Basi wakufunzi muendelee. DJ tumtoe Mheshimiwa mbunge na waziri ili tuendelee. Asante sana. Amen, amen.
wangu